Popote ulipo mpenzi mtazamaji, asante kwa mara nyingine tena kwa kuendelea kuitazama runinga ya KBC Channel 1. Kumbuka ni runinga ya kipekee katika taifa la Kenya na kukuletea makala 23 ya kombe la dunia. Na asubuhi nikija kazini kuna mechi ambayo ilikuwa inaendelea kati ya wenyeji Mexico na Korea. Nikitoka ndani ya nyumba, ilikuwa ni dakika 6 zimeongezwa na Mexico walikuwa wanaongoza kwa bao 1-0. Kwa hiyo usikose kutazama runinga ya KBC Channel 1 tukikuletea mechi mbalimbali za kombe la dunia. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye awamu nyingine ya Mambo Bayana, moja kwa moja kutoka studio zetu za jumba la kipekee la matangazo katika Jamhuri tukufu ya Kenya, barabara ya Harry Thuku. Jina langu naitwa Rashid Momkondo, kwa niaba ya mwenzangu Nancy Onyancha. Basi leo mpenzi mtazamaji, studioni ninao wageni ambao tutakuwa tunaangazia masuala juu ya jamii ama ya watu wanaoishi na ulemavu. Mpenzi mtazamaji, kumbuka wanasema siku zote ulemavu sio kilema, ni maumbile tu, kwa sababu waweza kufanya kazi kama zile watu wenye maumbile sawa wanayofanya, mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo katika muda unaokuja basi tutakuwa tunayajadili, na bila kupoteza nukta, sekunde wala dakika, ndani ya studio leo ilikuwa inafaa iwe Women Affairs, lakini mimi ndo nimeharibu, lakini hakuna shida. Na moja kwa moja nitaanza kuwatambulisha. Tuko naye Bi Esther Ngatho ambaye ni afisa wa maendeleo na afya ya watoto. Karibu sana. Na vile vile pia ni naye Bi Priska Akumu katikati ambaye ni mratibu wa ushirikishaji wa jamii katika ujumuishaji wa watu wenye ulemavu. Bi Priska, karibu sana ndani ya studio zetu. Asante. Alafu katikati ya makaribu yangu hapa ni naye Bi Tina Mungatana ambaye ni afisa mkuu maendeleo ya jamii, idara ya serikali ya ulinzi wa jamii. Karibu sana. Asante. Unatoka Tana River? Ndio. Ni kweli mnakula mamba? Kabisa. Ni watamu Sana. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunaangazia swala hilo kwa kina zaidi. Labda tu nianze na wewe Bi Priska ambaye ni afisa mkuu ama mratibu mkuu ushirikishaji wa jamii katika ujumuishaji watu wenye ulemavu. Miaka 63 tangu tujipatie uhuru katika taifa letu la Kenya. Mahali unapokaa, je, hali ya jamii ya walemavu katika taifa letu la Kenya wewe unaiona vipi? Je, wanakuwa treated vile inavyostahiki ama pengine kuna changamoto, ama hebu tuelezee kwa kifupi tu. Asante sana Rashid. Mimi mahali ambapo ninaishi ama miaka ambazo nimekuwa nazo, unapata kwamba watu wanaoishi na ulemavu imekuwa ni challenge sana, kwa sababu unapata kupatiwa hiyo nafasi kwa vitu vingi ambayo zinaendelea katika nchi yetu. Ya kwanza ni kama elimu, na upande mwingine hospitali, na utapata hizo vitu ambao sisi kama walemavu wanafaa kupatiwa, unapata tumezuliwa, ama wanaangalia tu ya kwamba wewe kama mlemavu wajaangalia kwamba hiyo ulemavu wako ni nini unaweza fanya. Hawajatupatia hiyo nafasi. Wakikuona wataona ile ulemavu kwanza, but hawajajua kile ambacho kiko ndani yako, ambapo unapata kuna sheria ambayo kama mfanyika, kama organization ama hizi shirika ambayo watu wanafanya kazi, kuna nafasi ambayo walemavu wanafaa kupatiwa. But kwa hizo nyanja unapata hakuna hiyo nafasi ya walemavu. Utapata wametengwa, kwa sababu wanapoenda pale kutafuta kazi hawataangalia either masomo yake ama kile ambacho wako nayo. Wataangalia ulemavu kwanza, na wanapoangalia ulemavu kwanza watakuwa wamekujudge tayari ya kwamba wewe katika hii shirika letu ama hapa mahali ni kama hauwezi. Ya maana watakuwa wameshaangalia hiyo disability, na wakaona disability, wakaona ya kwamba uwezi. Kwa hiyo hata ile ujuzi wao waangalie. Mtu anaangalia tu moja kwa moja, huyu hawezi kutembea, huyu hawezi kuzungumza, hawezi kazi. Kumbe ana ujuzi fulani. Kumbe ana ujuzi. Kwa sababu tutapata ya kwamba wanaangalia kwamba maybe utakuwa ni kama burden kwao. Kuna vitu ambazo kama walemavu hatuwezi fanya kama yule ambaye ako able. So kuna ile vitu zenye tutafanya maybe slow, ama mali pale utapata maybe hakuna kitu ambayo katika ujenzi hawajajenga maybe ramp, ama vile assets kwa mlemavu kuweza kufika mahali pale. So unapata hizi vitu zote wanapoangalia wanaona ya kwamba wewe utakuwa burden kwao. Lakini wajakupatia hiyo nafasi, wakaona ya kwamba hata ingawa wajafanya hizo vitu vyote, lakini wewe kama mlemavu kuna ile maisha ambayo uko nayo kila siku, ambayo ni lazima maisha yako iendelee.
So ni au wenyewe wana judge, but sisi kama walemavu tunaweza. Maana ulemavu tu ni maybe kiungo kimoja kwa katika mwili ndio iko na udhaifu, lakini mimi kama Priska nina right ya kusoma, niko na right ya kuolewa, niko na right ya kufanya kazi kama wale wengine, maana akili yangu iko sawa. So unapata kuna hiyo kutengwa ambao au wenyewe ndio wanatuchuzia. Hata mahospitali unapata kama mlemavu kuna zile vitu wanakuamulia. Upande wa kuzaa kama mlemavu unapata ya kwamba wanaona wewe uwezi maybe kupush, watakuamulia ya kwamba unafanyiwa CS. Lakini waja kupatia hiyo nafasi ya kuweza kuona ya kwamba huyu kama mlemavu tumpatie chance at least tuone kama anaweza. So kuna zile vitu mingi hapa ambapo unapata kama mlemavu tumewekwa kando. Na hii kuwekwa kando unapata ni kwamba au wenyewe wanajiamulia, sio sisi tujiamulie. But mimi kama Priska ninajua ya kwamba nikipewa hiyo nafasi nitafanya. Nieko kwa hiyo kazi waone ya kwamba hiyo masomo yangu nitaweza kujiendelesha nayo aje mahali pale. Okay. Shikilia hapo hapo. Ni Priska tu ni mmoja, lakini wako wengi sana wanaoweza. Mtazamaji, nichukue pumziko fupi tu angalau tupate kikombe cha kahawa, alafu tutakaporudi tutasonga mbele. Mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo tunazungumzia masuala ya jamii ya wanaoishi na ulemavu, na ndani ya studio ninao wageni mbalimbali. Nitakaporudi tutakuwa tunaendeleza gumzo hili. Usicheze mbali. 28 dakika mtazamaji zimesalia iweze kutimia saa 2. Asante kwa mara nyingine tena kwa kuendelea kuitazama runinga ya KBC Channel 1. Studioni kama nilivyokuambia ninao wageni na tunazungumzia kuhusiana na swala zima ili, mpenzi mtazamaji, kuhusiana na masuala ya jinsi gani ambavyo tunafaa kuishi na jamii ya wanaoishi na ulemavu, mpenzi mtazamaji. Lakini kwa sasa wacha nimshirikishe Bi Esther hapa. Kumbuka mpenzi mtazamaji, Bi Esther Ngatho yeye ni afisa wa masuala ya maendeleo, vile vile pia afya, ambapo ana ujuzi mwingi sana katika masuala ya ujumuishwaji wa watoto na vile vile pia masuala ya maendeleo ya watoto wakiwa katika umri mdogo, na vile vile pia katika miradi ile ambayo inajumuisha sana masuala ya ulemavu. Yeye hufanya kazi sana na watoto ambao wanaishi na ulemavu, na vile vile pia wale ambao tunawaita caregivers, na vile vile pia jamii kuhakikisha kwamba, mpenzi mtazamaji, elimu ya kutosha ipo, na vile vile pia afya ipo, na vile vile pia urekebishwaji, na vile vile pia usaidizi wa kisaikolojia kwa watoto. Bi Esther, hebu kifupi tu kwa yule ambaye anatutazama kwa sasa, nimesoma mambo mengi kukuhusu, huwa unafanyaje yani katika kuhakikisha kwamba haya yote ambayo niliyoyataja basi unayatekeleza ama unayapeana kwa wale wahusika, ikiwa ni kama vile kama tulivyosema caregivers, watoto wadogo wanaoishi na ulemavu, angalau pia afya zao zionekane, ujumuishwaji wao uonekane, unawapatia usaidizi wa kisaikolojia, elimu? Asante sana. Na usipate tabu na Kiswahili changu, wewe ongea tu, hata kama ni Kiingereza wewe mwaga tu, sawa? Okay, asante sana Rashid. Acha nitangulie kusema kwamba tunafanya kazi kwa shirika linaitwa The Action Foundation. Hapo ndipo tuna support watoto na youth with disabilities. Na tunawasupport kwa njia mbili. Tuko na direct service delivery ambayo kwa community tuko na community centers ambapo wazazi na watoto walemavu kwa community wanakuja kupata mazoezi hiyo ya urekebishaji, that is therapy. So tuko na occupational therapy, physiotherapy, speech therapy, na pia tunawasaidia kupata assistive devices, vifaa vya kuwasaidia kwenye kazi za kila siku. Kwa mfano kuketi, kutembea, kusimama, vifaa kama hizo. Na pia tunahusisha wazazi wao katika masomo ambao ndio caregivers. Kwa sababu wakati mwingi barrier iko katika ujuzi wa mzazi kuhusu kuchunga mtoto wake. So tunawafanyia capacity building ndio waweze kuprovide ile tunaita responsive caregiving kwa watoto wao ambao wako na ulemavu. Pia tunasaidia na kusupport wazazi, tunawa encourage wakuwe kwenye vikundi, ndio tunaita care groups.
ambavyo ni wazazi wa watoto walemavu wanakuja pamoja, wanakuwa kwenye kikundi. Kwa hiyo kikundi kuna ile psychosocial support, peer to peer psychosocial support ambao hapo au wenyewe ndio wanasapotiana. Kwa sababu unajua mkiwa wengi mko na shida moja, kuna hiyo comfort. So wako na hizo vikundi ambavyo ziko na hiyo psychosocial support. Pia kuna zile vikundi ambazo wanaendelea kuwa chama, the VSA, Village Savings and Loaning Associations. So wanaweza kuweka pesa amongst themselves, wanapeana loans ndio waweze ku afford everyday things za watoto walemavu. Kuna watoto wako on lifelong diaper, lazima kila siku avae diaper, so wanasaidiana hivyo. Kuna watoto ambao wanatumia dawa kwa maisha yao yote, so hivyo ndivyo wanasaidiana. Na pia sasa kuendelea kuwafunza ambavyo wataweza kulea watoto wao ili tuweze kupata good outcome. Pia tunafanya kazi na kushirikiana na serikali, vituo vya afya ambapo zina offer hizi rehabilitative services. So tunasaidia number 1 capacity building ya frontline workers ambao wana peana hizi services, ambapo mtoto akiingia kwa hospitali tusikuwe na missed opportunity ambapo mtoto alipitia kwa system but hakuna mtu aliona kuna ulemavu. So tunajaribu kuenhance hiyo early identification, ndio mtoto apate hiyo early intervention, kwa sababu tumeona kwamba early intervention inaokoa watoto na inasaidia kuzuia ulemavu kuendelea kukua mbaya zaidi. Nikipeana mfano wa club foot, mtoto akizaliwa na club foot akiwa mchanga hivi ni rahisi sana kurekebisha. Akipatikana akiwa miaka 10, sasa ni upasuaji baada ya upasuaji. So early intervention inafanya kazi. Pia tunafanya kazi bado na serikali kusaidia maneno ya advocacy, kuadvocate kuhusu inclusion na rights za watu ambao wako na disability. Shikilia hapo, tutarudi mpenzi mtazamaji. Amesema ujumuishwaji na haki za watu walioishi na ulemavu. Labda nirudi kwa serikali yenyewe. Umesema mnashirikiana vizuri na serikali. Bitina Mungatana ambaye ni afisa huyu kutoka ile idara ya ulinzi wa jamii chini ya Wizara ya Leba. Na hivi majuzi niliona bajeti Waziri John Mbadi akitenga takriban shilingi bilioni 3 kwa watu wanaoishi na jamii ya ulemavu, watoto ambao wametengwa, mayatima na kadhalika. Je, upande wenu kama serikali mnasaidia vipi kutatua miongoni mwa changamoto Priska alizozielezea kwa jamii ya walemavu? Asante sana Rashid. Kama wenzangu walivyosema, changamoto za walemavu ni nyingi, lakini kwa serikali sana sana tunaangazia masuala ya sheria. Tunahakikisha tumeunda sheria ambazo zinafaa walemavu. Zaidi ya hapo tunahamasisha jamii kuhusiana na masuala ya uhusisho. Walemavu kama alivyosema Bi Priska, wanafaa kuhusishwa katika jamii kwa masuala yote. So tunahakikisha kuwa wanahusishwa katika elimu, afya, masuala ya training. So kuna masuala fulani ambayo lazima tuangazie kama serikali. So kwanza kabisa tukiangazia sheria, tulikuwa na sheria ya walemavu ya mwaka 2003 ambayo tumeibadilisha tukai-align na Constitution of Kenya, kwa sababu mwaka 2003 bado hatukuwa na constitution. So tume-align na Constitution of Kenya na tume-align na sheria zingine za ambazo zinatumika duniani kuhusiana na masuala ya walemavu. So kwa sasa tuko na sheria ya mwaka 2025 ya walemavu ambayo imeangazia masuala zaidi. Imeangazia zile changamoto zenye walemavu wanapitia, tunazitatua aje pale kwa jamii. So sana sana ni kuhusisha ama kujulisha jamii zile changamoto zenye walemavu wanapitia na venye wanaweza kuwahusisha. So kuna masuala kama kuhakikisha kuwa communication inawafikia. Kuna zile barriers zenye walemavu wanapitia kama za accessibility, pengine mahali kama hapa kuna mtu mwenye ako kwa wheelchair anaweza fika kwa hiki chumba, ama mtu mwenye hana uwezo wa kusikia. Je, mko na
sign language interpreter mwenye anaweza kuhakikisha ujumbe unafikia yule mtu. So hizo sheria zimeweka, serikali inaweka mikakati kuhakikisha kuwa zile changamoto zenye walemavu wanapitia tunazipunguza ama tunazitoa kabisa. So masuala ya training, Priska amesema mlemavu ana uwezo wake, they have their own abilities. So kuna trainings zenye kama serikali tunapitisha, tunafanya kama wizara yetu iko na shule 12 za walemavu zenye ziko katika kaunti tofauti Kenya. So katika hizo shule tunaangazia vipawa vyao. Je, huyu ako na kipawa gani? Katika ulemavu wake anaweza kufanya nini? Kama ni mambo ya nywele, kama ni mambo ya useremala, kama ni mambo ya kushona, kama ni mambo ya fashion. So hizo shule zinaangazia masuala hayo na zina train walemavu kukuza kipawa chao kiasi cha kuwa wakitoka kwa jamii wanaweza kujikimu kimaisha. Alafu pia tuko na mashirika mengine yenye tunafanya nayo kazi. Katika serikali pia tuko na National Industrial Training Authority, NITA, yenye pia ina train walemavu. So ulemavu sio kusema ni mwisho wa mtu akiwa mwisho wa maisha, ndio. Lakini ukimempower huyu mlemavu inamaanisha anaweza kwa uwezo wake ule aliokuwa nao anaweza kujikimu kimaisha, anaweza kuishi kwa community kama mtu mwingine yoyote. So tunahamasisha sana community kujua kuishi na walemavu. Alafu pia walemavu wanaweza kusaidika vipi pale kwa community. Je, mnahusisha katika afya, mnahusisha katika elimu, mnahusisha katika michezo, mnahusisha katika hizo livelihoods training. Je, mnakuza vipi vipawa vyao kiasi cha kuwa wakitoka hapo nje anaweza kujisimamia kama mlemavu. Ndio. Nirudi kwako Bi Priska, ambapo kazi yako kubwa sana inahusisha community engagement na masuala ya uhamasishaji na vile vile pia kuhakikisha kwamba kwenye maendeleo walemavu wamejumuishwa. Bi Priska, yes. Miaka 63 ya uhuru katika taifa letu la Kenya, bado kuna walemavu barabarani wanaomba. Ukiona hali ile huwa unafikiriaje? Unasikia? Asante. Hiyo hali ambayo tunaona kwa sasa, kwangu unaweza sema nina feel vibaya sana, kwa sababu unapata mara mingi au walemavu wakiwa mahali pale barabarani ama kwa street ni wale ambao wako chini zaidi. Hata unapata wengine hata wana wheelchair ambayo wana scroll tu chini, na unapata mara mingi mvua inanyesha wakiwa mahali pale. But mara mingi tunasikia hao walemavu, kwa sababu walemavu hapa Kenya, naweza sema government yetu imeweza kuhamasisha, tuseme kuna hizo zile organization ama programs ambazo unapata walemavu wengi. Jinsi ilivyokuwa hapo awali nikilelewa mimi na jinsi wakati huu unapata kuna ile utofauti ambao walemavu wamefundishwa kuweza mtu kujifanyia kazi yake mwenyewe ama kwenda kujitafutia. Na unapata ya kwamba hawa wenye ambao sasa tuko mara mingi tunasikianga fununu, but sina ukweli ya kwamba si wa hapa Kenya ambao wametolewa nje kuletwa mahali hapa wakifanya biashara. Kuna watu binafsi ambao wamewachukua kuwaleta mahali hapa ili wakaweze kufanya nao biashara, ambapo siko sure, lakini fununu inasemekana hivyo ya kwamba ni walemavu ambao wametolewa kule na wameletwa huku, ambapo unapata hawana hata hiyo access ya kutafuta hizo ma wheelchair, kwa sababu unapata sisi kama walemavu ambao wako saizi wengi wamejua mahali watapata wheelchair, kwa sababu tuko na National Council for Person with Disability, na pia mashirika unapata kuna wakati ambao wanajitolea kupatia watu wheelchair, white cane na hizo vitu vingine. But sasa unapata ya kwamba hawa ambao wenye wako hatujui wako nazo, hataki kutumia, ni njia ya kujitafutia pesa ama ni njia gani. But kwangu naweza sema si feel vizuri, kwa sababu mara mingi wanatuaibisha, kwa sababu ulemavu, wewe kama mlemavu lazima maisha yako iendelee, na maisha yako itaendelea kama wewe mwenyewe umejikubali ya kwamba mimi niko na ulemavu, na ninapojikubali ya kwamba niko na ulemavu na labda niko hata na jamii, watoto wananihitaji. Na mara mingi ukisema utaomba hadi lini? Kwa sababu napata hata mali ninaishi, kuna mama by the way sitamsema, lakini akona ulemavu, lakini ni ile ulemavu ilikuwa tu kidogo. Lakini the more saizi anaendelea kukua, unapata hiyo ulemavu the way amejieka, kwa sababu ameingia ile ilikuwa tu ni mguu kidogo kiasi, but sasa unapata
the more sasa saizi amejikalisha, utapata hiyo ulemavu unaendelea kuzidi. But ni mtu alikuwa anafanya biashara yake, but kwa saizi ameingia kwa kuomba, ambapo anaenda kwa street, anaenda kuomba mahali pale. So unapata ya kwamba watu wengine ni wewe mwenyewe vile utajichukulia. Kama wewe mwenyewe umeona ya kwamba utaweza, jamii pia itakuchukua utaweza. Lakini mimi kama Priska nimesema ya kwamba ndio nilishapatikana na ulemavu, kwa sababu ulemavu mara mingi kama yangu ni polio na ni kitu ambayo itakuwa reversible. Either maybe miracle fulani ifanyike, lakini ni kitu ambayo niko naye permanent. So mimi kama Priska ni lazima nijue hii maisha yangu itaendeleaje. Watoto wananihitaji, jamii inanihitaji, na sitakuwa nikiomba kila wakati. Ni mimi kujituma, hata kama nitauza mboga, mimi kujituma. Na ninaona walemavu wengi wamejituma kwa sasa na wanafanya kazi vyao, ambao unapata hata kama mfadhili atakuja, atampata mahali ambapo kuna kitu ambacho anafanya. Na ndio unapata shirika la The Action Foundation imeona ya kwamba hata wazazi ambao wako na watoto waweze kufanya kitu. Asione, kwa sababu napata mara mingi hata wazazi wametengwa na jamii. Labda alikuwa na mume akatoroka akaenda akamwacha na ule mtoto. Maana wanasema wewe ndio kasi, wewe ndio umefanya hii ukapata huyo mtoto. Na wajue ya kwamba ulemavu uko na ulikuwa na bado uko. Hata enzi za babu zetu ulemavu ulikuwa. Lakini sasa wewe ukipata mtoto, wewe kama mama, wewe ndio unalaumiwa ya kwamba wewe ndio uko na kasi fulani ambayo imefanya upate huyo mtoto. So mume anajitenga, jamii ya mume wanajitenga, familia yako hata wenyewe wamezaliwa na wewe wanajitenga. Lakini kama mama, si maisha itaendelea. Bila shaka. Asante Bi Priska. Nirudi kwako Bi Esther. Kabla tuende kwenye mapumziko, ulikuwa umegusia swala la inclusion na rights. Je, unahisi kwamba hususan watoto na vijana ambao wana ulemavu wametengwa? Kwa sababu mimi nishashuhudia mtoto ambaye ana ulemavu kiasi anaweza kujumuishwa kwenye masomo na wenzake wale ambao wako na maumbile ya sawa, lakini wale wanamfanyia, yani wanamchokoza kiasi cha kwamba paka ana feel kwamba yeye sijui swala hili mnakabiliana. Kusema ukweli, maneno ya watoto na youth wako na ulemavu sio rahisi. Lakini naweza sema tunaendelea ku make progress. Tukiongelea maneno ya inclusive education, ambayo ndio kwa sahi Kenya tuna advocate kwamba mtoto akae kwa darasa na watoto wenzake, regardless of ulemavu wake. Na hivyo ndivyo tuna advocate. Na kusema kweli, hata ukienda kwenye mashule, watoto wadogo hawajui ulemavu. Hawajui ni mlemavu, huyu si mlemavu. Utapata wote wanacheza pamoja, watacheka pamoja, watakula pamoja. Lakini wanavyoendelea kukua, ndio hiyo concept ya huyu ni tofauti, huyu si tofauti inakuja. Lakini tukiangalia maneno ya inclusion, tunataka tuseme kwamba maneno ya watu wa disability iache kukua charity. Sio charity, kwa sababu ni watu kama watu wengine. Ikuwe maneno ya rights. Ako na right ya kukua kwa hiyo darasa, ako na right ya kwenda hospitali atibiwe, ako na right ya kupata social services kama sisi watu wengine. So tunajaribu sana kuadvocate, pia serikali inajaribu sana maneno ya watu walemavu ikuwe kuhusu rights kama sisi wengine wote. Kama mimi venye nitasema niko na right ya kwenda shule, niko na right ya kuhusishwa katika jamii, pia watoto walemavu na youth walemavu wako na right ya kuchukua hizo spaces, na pia jamii iweze kukua ambavyo uzuri wa maneno inclusion inasaidia kila mtu. Kwa mfano ramp, mimi nitatumia ramp, Priska atatumia ramp, mwingine ambaye ako na wheelchair atatumia ramp. Sisi wote tunasaidika. Ukienda kwa mfano chumba cha kujisaidia cha watu walemavu, sisi wote tunatumia. Na hata ukienda, hiyo ndio watu wanapenda juu ni kubwa. So maneno ya inclusion inatusaidia sisi wote kama jamii. So tuache kuiona ni kama ni kuhurumia. Ni kuhurumia. Unajua watu watasema wacha nisaidia walemavu nitabarikiwa. No, ni right yao to make sure that communication, waweze kupata communication. Vile tu utasema mimi sioni hii font ndogo, nataka kubwa. Pia hao tuhakikishe kwamba
kama wanataka visual aids ziko, kama wanataka sign language iko, accessibility pia ya barabara tuna make sure that wanaweza access buildings. Maneno ya transport, hapo tuko na gap kubwa sana. Transport system yetu haiko inclusive kwa watu ambao ni walemavu, na wakati mtu mlemavu anataka kutumia transport, unaona wheelchair yake imeekelewa juu ya gari kwa sababu hakuna hiyo space so ni kuhamasisha tu jamii kwamba maneno ya inclusion ni rights based na sio kuhurumia. Tujaribu tuone ambavyo sisi wote, watu walemavu na watu ambao si walemavu, tutaishi kwa umoja na itatusaidia sisi wote. At the end of the day sisi wote ni binadamu na tuliumbwa na Mungu, sio? Ndio. Tina, alipokuwa akizungumza alikuwa nasikia una nod tu nakubali. Sijui ni nini unakubali. Nilikuwa nakubaliana na yeye sana masuala ya rights based. Kama tumesema walemavu sio wakurumiwa, wako na rights. So tukianza kabisa ni kujua walemavu wenyewe wanajua rights zao. Zile rights zao zenye zinafaa kuwa taken care of by the community. Wanajua wao wenyewe. So tunahamasisha wao wenyewe wajue. Halafu tunahamasisha jamii. Ndio jamii pia ijue kuwa hawa watu wako na rights kama mtu mwingine yoyote. So inamaanisha wanakuwa included. Kila mtu akijua rights zake, kila mtu akijua chenye anafaa kufanya, inamaanisha watu wote wanakuwa included. Alafu tukiangazia masuala ya jinsi serikali inavyofanya, kwanza kabisa ametaja kuwa tuko na National Council for Persons with Disability, ambayo tunahakikisha kuwa kila mlemavu ameandikishwa. Kwanza tunaanza kuandikisha. So ukiandikishwa inamaanisha uko kwa numbers za serikali. So ukikuwa kwa numbers za serikali inamaanisha utakuwa planned for. Pesa zitatengwa kwa sababu ya miradi ya walemavu. So kwanza kabisa tujiandikishe kama walemavu. Wakisha wameandikishwa so that we have their data in the system. Alafu pia National Council inafanya empowerment, inasaidia makundi ya walemavu kuhakikisha kuwa wamesaidika kuinuka kiuchumi. Pengine kuanza biashara, wanawapea grants and funding. Halafu pia kuna assistive devices, hizo wheelchair, hizo white canes kuhakikisha kuwa wamepata. Pia tunasaidia kutrain watu wanaofanya katika idara za serikali sana sana kuhusu sign language so that communication is universal. So ukienda pale hospitali kama wewe ni mtu mwenye uko na ulemavu wa kusikia, ukiona daktari utamweleza vipi kama unasikia shida gani kwa mwili? So tunahakikisha kuna mtu wa sign language pengine ako pale anasaidia katika masuala ya communication. Alafu pia ni muhimu kuangazia kuwa kuna walemavu na kuna caregivers. So kuna wale wazazi ambao wako na watoto wa ulemavu wenye lazima wakue hapo masaa 24. Ambebe yule mtoto, amuoshe, amlishe. So kuna hao caregivers wenye pia wanahitaji kuangaziwa. Yule mama ameacha shughuli zake za kila siku, amekaa hapo kuangalia huyo mtoto. Je, mahitaji yake anayapata vipi? Anatengeneza vipi pesa? Na sana sana Priska amesema ukipata mtoto mlemavu pengine bwana anapotea, anasema hiyo ni curse ama jamii inakutenga. So kuna yule caregiver mwenye zaidi ya zile shida za kushughulikia yule mtoto, akona discrimination in the society. Watu wamemtenga. So already akona shida juu ya shida. So tunaangazia caregiver. Tunaweza fanya nini na huyu caregiver? Kuna yale makundi ya care ambayo tumesema The Action Foundation wanafanya, na mashirika mengi ya walemavu wanaangazia groups za wazazi ama walemavu za kuwa mnaenda pale, mnaongea, mnapunguza stress, mnaelezana shida zenye mnapitia, mnasaidiana kimawazo pia. So kwa sasa hata saizi kuna kongamano linaendelea pale Safari Park la care and support, ambayo tunaangazia sana sana masuala ya mlemavu na caregiver. Wanasaidika vipi kiasi cha kuwa huyu caregiver anaweza ku take care of huyu mlemavu vizuri zaidi. Umeangazia pesa zenye zimetengwa kwa jamii. So kama serikali tuna implement mradi wa Inua Jamii, ambayo tunapeana pesa za
walemavu, mayatima na wazee. So tukiangazia walemavu kwa sasa tuko na walemavu zaidi ya 63,000 wenye wako kwa huu mradi wenye wanapata hizo pesa. Hizo pesa zingine zinaendea wazee na watoto mayatima ambazo tunaziita tunajaribu kuinua jamii. So ukiwa na mlemavu kwa nyumba unapewa hiyo pesa ya kuinua jamii, inakusaidia kwa maswala tunajua pengine haikusaidii haikimu mahitaji yako yote, lakini inakuinua kutoka pale ulipo, inakuongezea zaidi. Maswala ya ulemavu ni mengi. So baada ya zile changamoto za kuwa kuna mlemavu, kuna wanaziita other costs za assistive technology, kuna therapy, kuna madawa. So zile pesa zinasaidia kidogo kukutoa mahali penye uko chini na kukuinua kidogo. Ndio serikali imetenga hayo mabilioni ya pesa kwa huo mradi wa Inua Jamii. Na Inua Jamii kama alivyosema si huruma but ni rights based. We are looking at tunaangazia kwa huyu mlemavu tunaweza msaidia vipi kukua anaweza lingana na watoto wengine. So huyu mlemavu pengine anahitaji kwenda therapy. Ile pesa itamsaidia mama yake kumpeleka therapy, afanyiwe therapy, pengine aweze kwenda shule kama watoto wengine. Shikilia hapo. Na kuna kongamano ambalo linakuja. Sijui nani ataweza kulizungumzia, nadhani itakuwa tarehe 23. Nani yako katika nafasi nzuri ya kulizungumzia? Ni wewe tena. Kuna kongamano ambalo linakuja tarehe 23 hapo Korat Hotel, ambayo tunaangazia masuala ya community based inclusive development. So community based inclusive development ni kutafuta zile solutions zenye tunaweza zipata za walemavu katika jamii. So at the community level tunaweza saidia vipi walemavu. So community based inclusive development inaangazia mambo matano ambayo ni health, afya, education, livelihood, empowerment and social. So health tunaangazia early identification. Huyu mlemavu kama alivyosema mwenzangu, akizaliwa na ulemavu, akitambulika mapema anaweza kusaidika zaidi. Alafu pia kuna hizo mambo ya therapy, kwenda hospitali kusaidika health wise. Alafu education, inclusion. Tunahakikisha kuwa mtoto mlemavu pia amepata education kutoka chekechea mpaka masomo ya juu, amekuwa involved, amekuwa kwa shule yenye inamsaidia. Alafu livelihood tunahakikisha kuwa amekuwa trained kuwa anaweza kujikimu kimaisha, kama hizo training zenye nimesema. Alafu pia empowerment tunahakikisha kuwa ako na ujuzi wa kuwa utamsaidia kuishi maisha ya kila siku. Alafu social anahusishwa michezo, mikutano, development, zile mikutano za bajeti. Sana kwa sasa tuko na county government. Walemavu wanahusishwa from the beginning of the program, so that tukiimplement hizi programs, tukijenga ramps, tukijenga buildings, tunahakikisha masuala ya walemavu yamekuwa taken care of. Ndio. So kwa hii kongamano lenye liko tarehe 23 hapo Korat, kama serikali tukishirikiana na mashirika mengine tume develop vitabu vitatu ambavyo ni community based inclusive development, training manual, booklets na strategy. So hayo hivyo vitabu vitatu vinatusaidia kuhamasisha zaidi community, kuhusisha walemavu, kuhakikisha wanajua haki zao na kuwa involve katika masuala yote ya community. Asante Bi Tina. Ikitoka hapa nafaa kwenda wapi? Kwa sababu nataka usawa. Sitaki mmoja aongee sana. Nikitoka hapa alikuwa narudi kule ama katikati? Katikati. Priska, tukirudi kwako. Labda going forward, nimekusikia umezungumza swala kwamba baadhi ya walemavu ambao wanaonekana katika barabara si za Mombasa, Nakuru, Eldoret, Kisumu, hapa jijini Nairobi, umesema kwamba kuna fununu kwamba sio raia wa nchi hii. Labda una pendekezo gani? Kwa sababu kuna shirika la serikali ambalo linatathmini masuala ya walemavu. Limezunguka katika taifa la Kenya likajua idadi ya walemavu ni kina nani, wanapatikana wapi, na wale ambao
kama ulivyoelezea ni jambo la kusikitisha. Unaona mama ambaye hana miguu, hawezi kutembea, anatembea shakumsisi kwa matusi na makalio, amefunga mtoto wake anatafuta. Nimewaona sana wengi hapa. Wengine wanakuja na watoto, yule mtoto mlemavu ile hali yake hata hastahiki kutolewa nje, lakini anakuja na yangu ni kwamba nafikiria vile nilivyosema, National Council iko na idadi ya watu, maana tunafanya hiyo registration. Ndiyo. Na unapofanya registration kuna hiyo card ambao unapatiwa. Na unapopatiwa card, siku hizi ni certificate ambayo sasa ile card imetolewa, sasa tumefanya renewal tena tukakuwa na certificate. Hii certificate inaonyesha ya kwamba wewe ni Mkenya na wewe ni uko na disability. So kwangu ni kwamba waweze kuangalia hao ambao wako kwa street, kama government wachukue hiyo hatua, waweze kuangalia hao ambao wako kwa street ni Wakenya, na kama ni Wakenya tuweze kuomba tu waweze kutolewa kwa street, waweze kuhamasishwa tu, waweze kukaa mahali wafanye kama ni biashara, ama maybe itengwe mahali kama zinzi soko zinatengenezwa ambao watu wenye wanafanya biashara mahali. Kwa mfano kule kwetu Mombasa kuna Bombolulu workshop. So itengwe mahali ambapo kama ni mahali pa kufanya biashara, waweze kufanya biashara wakiwa mahali pale, kwa sababu ni kitu ambao unapata ni uchungu jinsi umesema ya kwamba watoto ndio wanateseka. Huyu mama anapoenda mahali pale, anapotembea hivyo, aionyeshi picha mzuri kama Kenya. Na wako wengi sana tunawaona. Hata asubuhi nikija kazini nimewaona. Hata wengi unapata sasa watoto ambao wanafaa kwenda shule wamewekwa sasa kwa street, na hawa ambao wako na cause yendi anatembea naye mahali pale, yendi atazunguka. Kuna ile condition unapata ndio ni maybe ni ulemavu wa macho ambaye hawezi kuona. Shikilia hapo kidogo tupate tangazo la biashara alafu narudi kwako. Mtazamaji, ni saa 2 dakika 3 saa za Afrika Mashariki, tunapata pumziko fupi, tangazo la kibiashara alafu tunarudi. Pia tulikuwa tunaangazia kuhusiana na uhamasishaji wa jamii katika ujumuishaji wa watu wenye ulemavu, na kama nilivyokuambia studioni ni naye Bi Esther Ngavo ambaye ni afisa wa maendeleo na afya ya watoto kule mwisho kabisa, na katikati yake yupo Bi Priska Akumu ambaye ni mratibu wa ushirikishaji wa jamii katika ujumuishaji wa watu wenye ulemavu, na karibu yangu ni Bi Tina Mungatana, afisa mkuu maendeleo ya jamii, idara ya serikali ya ulinzi wa jamii. Nirudi kwako Priska, kabla kwenda kwenye mapumziko ama kabla kwenda kule Kabete, kuna nukta ambayo ulikuwa unaizungumzia, labda uimalizie alafu tumalizie kipindi. Jinsi nilivyosema ni kwamba walemavu au tuweze kuangalia kama government iweze kuangalia ya kwamba ni Wakenya, na kama ni Wakenya wamejiandikisha katika pale National Council, waweze kujulikana ya kwamba hao ni walemavu, kwa sababu jinsi nilivyosema ionyeshi picha nzuri hao kuwa pale street, na waweze kama inawezekana kutengewa mahali waweze kufanya biashara, itaweza kusaidia. Na lingine kwangu tu ni kama kwa government kuweza kujua, kuwaeleza ya kwamba ndio tumetengewa pesa ambayo ni ya Inua Jamii, but kwangu naweza sema kama Inua Jamii inaweza shughulikia walemavu jinsi inavyoshughulikia wazee, na wazee kuna ile umri fulani ukifika uko qualify kuingia katika hiyo program, na pia yatima na walemavu unapata ya kwamba kuna ile ukienda unaambiwa ni lazima uwe savia kabisa ndio unapata hiyo pesa. So kwangu ni kwa government maybe kama inawezekana, mlemavu ni mlemavu, na mlemavu ni ule ambaye sasa hata ukifanywa assessment kuna ile unaambiwa hii wacha tungoje kwanza, maybe ni accident, unaambiwa maybe kwa jinsi wakati unavyoenda unaweza rekebishka upate ya kwamba ndio ilikuwa ni accident, lakini umepata unaweza tembea sawa ama unaweza fanya vitu vyako. Lakini yule mlemavu ambaye unapata ni permanent disability, wengi wanahitaji hiyo pesa, ambao kweli wako chini na unapata hata kama ni kazi hawana, maana wajapata maybe hiyo opportunity ya kupata kazi. So hii pesa kama inaweza tengwa iwe ya kwamba wewe ni mlemavu na uko na hii certificate na imejulikana ya kwamba wewe ni mlemavu, tuweze kuona ya kwamba iweze kusaidia walemavu wote, na pia wazazi ambao wako na watoto. Unapata hata sasa hivi wengine wazazi ambaye ndio kuna huyu mtoto ako na savia kabisa,
lakini unapata huyo mzazi bado hajakuwa na hiyo access ya kupata hii pesa. So waende kwa ground, cause wanatumianga ma SDM, hizi maofisi za SDM, social department. Unapata hapo ndio sasa wanajumuisha kwamba unajulikana ya kwamba wewe uko na hiyo ulemavu. So hizi mashirika iweze kuangalia au walemavu ambao bado wajaingia kwa hiyo program wanahitaji hiyo pesa na waweze kuwekwa kwa hiyo mradi. Bila shaka nirudi kwako Bi Esther, tukimalizia kipindi, labda tutahakikisha vipi, mapendekezo lako ni lipi tupate usawa kwa hawa watoto ambao wana maumbile ya kawaida na wale watoto ambao wana maumbile ya ulemavu, ule usawa? Maana pia ni mojawapo ya jukumu lako kuhamasisha kwamba kuna usawa kati ya watoto wenye ulemavu na wale ambao wana maumbile sawa. Wacha nianze na kusema kwamba maneno ya ujumlishaji ama inclusion ni responsibility yetu sisi wote, watu ambao wako na ulemavu na wale ambao hawana. Na tukizingatia maneno ya inclusion, tunahitaji kwamba tukue na reasonable accommodation kwa kila mtu, na tusingoje kuambiwa kwamba tunahitaji kuwa na ramp, kunahitaji kuwa hizo vitu zote ziko. Tumenenewa kuhusu Disability Act 2025 ambayo inaongelea kwa undani maneno ya watu walemavu na zile accommodations wanahitaji ili waweze kukua included kwa mambo ya kila siku. Tukiangalia pia kwa program zingine ambazo Action Foundation tunafanya, tuko na program ya Disability Inclusive Early Childhood Development ambayo inazingatia sasa kwa watoto wa umri 0 to 8, kuangalia kwamba wanapata huduma za afya ambazo wanastahili, hiyo ndio early intervention, kwamba wanapata huduma ya shule ambavyo wanahitaji, maneno ya inclusive education, pia maneno ya nutrition, na pia tukizingatia pia maneno ya social services ambayo Tina amezungumzia, kwamba kila mtu ako na haki na usawa ya kupata hizo services kutoka kwa serikali, na pia kuhamasisha kwamba early intervention inaokoa maisha ya watoto na inasaidia sasa kuzuia tukiweza sema ni kama ambavyo tunaweza sema it's a good business case, kwa kukosa maneno mengine, kwamba tukizuia hii ulemavu kukua mbaya sana, tunaokoa maisha na pia tunaokoa pesa. So early intervention ni very important, na hiyo ndio hamasisho ambao tuko nalo, kwamba hata kwenye community, kwenye vituo za afya tusikue na missed opportunities. Mtoto akipitia kwenye huduma ya afya kukue na hiyo developmental monitoring. Mtoto anakuwa aje, kuna milestone ambayo hajaweza kuachieve, na pia afanyiwe appropriate referral ambapo atapata hiyo usaidizi. Akiendelea kukua pia aende pia shule. Kwa shule pia wanafanyiwa hiyo functional assessment. Mtoto anaangaliwa kama kuna changamoto ambayo inaweza fanya kwamba ashindwe kusoma kama wale watoto wengine, na ikitambulikana mapema inamaanisha kwamba huyo mtoto atasaidika. Na pia ndio tuweze kuachieve inclusion, kuna hiyo multisectoral approach, kwamba maneno ya ulemavu haiko kwa idara moja. Inahitaji idara ya afya, inahitaji idara ya masomo, social services iko hapo, na inahitaji kila mtu wetu kuhakikisha kwamba maneno ya inclusion imetiwa kipaumbele. Asante. Naam, Bitina, na wewe unamalizia kwa upande upi, hususan mahali unapokaa kama serikali, na vile vile pia ukizungumza, nataka uzungumzie kuhusiana na mashirika ambayo yamepatiwa jukumu la kuweza kuangalia rights za walemavu, lakini yanatumia vibaya, kwa sababu yako mashirika ambayo tumesikia kama wanahabari yana swindle pesa ambazo ni za walemavu kwa manufaa yao. Asante Rashid.
Kwanza kabisa, the government is committed kuangazia masuala ya walemavu kupitia kwa sheria, policies, programs, kutenga pesa kwa masuala ya walemavu. So serikali imejitolea kuangazia masuala ya walemavu, na kama tujuavyo tumetoka mbali. Tunajua hatujafika penye tunataka kwenda, lakini tunaendelea kwenda mbele. So serikali imeweka mikakati ya kuhakikisha kuwa masuala ya walemavu yanaangaziwa, na kwenda mbele tutazidi improve zaidi. La pili ni kuhakikisha kuwa walemavu wamejiandikisha. Walemavu wamejiandikisha kupitia kwa National Council for Persons with Disabilities, kwa sababu kama nilivyosema, tukijua idadi ya walemavu walioko katika nchi yetu, ndio vyema zaidi kuhakikisha kuwa tumetenga pesa ama programs za kuhakikisha kuwa walemavu wamejumuishwa na wanasaidika katika maisha. So walemavu wajiandikishe. Halafu kuongezea hapo kwa serikali imeweka mikakati. Tuko na officers katika kila sub county. Ofisa wa social development ako kwa kila sub county. So masuala ya walemavu pale chini, ukikuwa na shida kama mlemavu na hujui penye unafaa kwenda, unatembelea tu ofisi yetu ya social development na unasaidika. Zaidi ya hapo, tunataka kusikiza kuhamasisha mashirika mengine ya serikali na yasiyo kiserikali kusikiza sauti za walemavu, kwa sababu hauwezi pangia mlemavu bila kumhusisha. So lazima tukae pamoja kama alivyosema mwenzangu. Disability ni multisectoral, inahusisha mambo mengi. So tukisema nimekuandika kazi leo hapa, lazima utoke nyumbani upande gari ambalo ni transport, hujui kama liko na linaweza kuaccommodate ama haiwezi kukubeba. Alafu majengo, ukipita barabarani, so it's multisectoral. So tuungane sote pamoja. Na zaidi ya yote kuhusisha walemavu ndio kipaumbele muhimu sana. Alafu pia kuhamasisha community. If everyone knows their rights, then we live in a harmonious society. So tuwahusishe kutoka from the start. If you have a project, kama mko na program, musiwalete hapo mwisho kusema tumewahusisha lakini mewahusisha mwisho. Tuanze na wao kutoka chini. Anawaweko kwenye meza ya mazungumzo. Ndio, kutoka mwanzo. Na zaidi ya yote tunawakaribisha katika kongamano letu tarehe 23 pale Corat Hotel, ambapo tunaangazia masuala ya community. Nataka useme hivyo ukiangalia ile kamera 1 pale. Asante. Zaidi ya yote tunawakaribisha katika kongamano letu ambalo liko tarehe 23 Corat Hotel, ambapo tunaangazia masuala ya walemavu na jamii. So kongamano sana sana ni la community based inclusive development, ambapo tunahakikisha kuwa walemavu wanahusishwa kutoka at the level of the community. So at the community level, je, walemavu wanahusishwa katika masomo, afya, masuala ya empowerment, livelihood. So karibuni sana, na kama serikali tunajua tukifanya kazi pamoja tutainua maisha ya walemavu. Asante. Asante sana. Na Esther, kamera yako ni hapa katikati ya final remarks, dakika moja tu. Kwangu nikimalizia ni kusema kwamba hii hapa. Okay. Ni kusisitiza na kusema kwamba maneno ya inclusion ni responsibility ya sisi wote, na ni tukihusisha watu ambao wako na ulemavu inatusaidia sisi wote kama jamii. Naam. Naam. Priska, kamera yako ni hapa, neno lako la mwisho, hii namba 4. Yangu tu kuweza kwa walemavu ambao wananiona wakati huu ama wale watasikia, ya kwamba tuweze kujitokeza kama walemavu na tuweze kujua rights zetu kama walemavu, ya kwamba sisi kama walemavu tuko na rights ambazo zinatuhusisha katika jamii, na pia jamii waweze kuchukulia walemavu kama wale watu ambao wale wengine ambao able, wote ni sisi ni binadamu, na hizo vitu vyote tunaweza fanya kama walemavu. So kwangu tu ni community waweze kutukubali kama walemavu na waweze kutuchukua jinsi tulivyo. Asante.
Bila shaka mtazamaji, na mimi kamera yangu ni ile pale, ikiwa ni saa 2:30 saa za kanda ya Afrika Mashariki. Mahali popote ulipo mpenzi mtazamaji, ndo tunakomea hapo. Masuala ya walemavu hatuwezi yamaliza kwa dakika 30, saa moja, masaa mawili, wiki moja, mwezi, yanataka miaka na mikaka, lakini angalau tumeyagusia. Ni matumaini yangu kwamba mtazamaji, mahali popote ulipo, utamchukulia mlemavu kama wewe tu, kwa sababu Waswahili wanasema hujafa hujaumbika. Leo Rashid yuko hapa, lakini chochote kinaweza patikana naye akawa kundi lile lile. Je, pengine nikimdharau mlemavu na kesho je? Na mwisho kabisa, ulemavu sio kuwa watu uwezi, wanaweza mpenzi mtazamaji, na kama ulivyosikia ni mengi muhimu tu mtazamaji. Kama wewe una mtoto na mtu ambaye ni mlemavu, usimfiche. Wengine wanaficha watoto huko ndani, wengine wanatumia kama kafara. Masuala ya ushirikina tuache, Mungu atawaadhibu vibaya. Hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu amewaumba. Kama Mwenyezi Mungu anaweza kuwa na imani na wanyama, vipi kiumbe binadamu ambaye maumbile yake tu ni tofauti, wewe umfanyie hivyo? Bila shaka mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa. Endelea kutazama runinga KBC Channel 1. Tuko hapa hadi saa 4. Jina langu naitwa Rashid Momkondo na hii ni Kuzacha. Usiende mbali. Asanteni. Wahenga waliosema kisichokuwa kukomaza hawakukosea. Maisha ni fumbo lisilo na majibu ya moja kwa moja, na hakuna anayejua kesho yake itakuwaje. Wapo wanaokata tamaa wanapokumbwa na majaribu, lakini pia wapo wanaochagua kugeuza maumivu yao kuwa mwanga wa matumaini kwa wengine. Hii ni simulizi ya Madam Lynn Obongo, mwanamke aliyepitia mateso, umaskini, ujauzito wa utotoni na majonzi ya kupoteza wapendwa wake, lakini leo amegeuka kuwa nguzo ya matumaini kwa vijana wengi wa Mikindani. Kupitia moyo wake wa upendo na kujitolea, maisha ya wengi sasa yanaanza upya. Lynn ni yatima. Nilipoteza baba nikiwa 1 year old. Nimepoteza mama nikiwa 6 years old. Madam Lynn anasema maisha yake yalibadilika ghafla baada ya kupoteza wazazi wake akiwa bado mtoto mdogo. Akiwa mtoto wa 4 katika familia ya watoto 7, alijikuta akiingia katika maisha ya huzuni, kukosa msaada na wakati mwingine kukataliwa hata na baadhi ya ndugu wa karibu. Lakini pigo kubwa zaidi lilikuja alipopata ujauzito akiwa na umri wa miaka 12 tu. Katika umri ambao wengi wa umri huu walikuwa bado wanacheza na kuota ndoto za utotoni, Lynn alilazimika kukabiliana na uhalisia mgumu wa maisha. Lynn alisoma, akashika mimba akiwa primary, na nilizaa nikiwa miaka 13. Na baada ya kuzaa niliweza kuzaa watoto 2 kufuatana. Nikiwa shule nikajaribu kuendelea na shule, nikashika mimba watoto wa 2 kabla nimalize shule tena. Baada ya hapo niliweza kupoteza baba yao watoto nikiwa 19 years old. Licha ya maumivu na changamoto hizo zote, Lynn hakuruhusu mateso yake yawe mwisho wa ndoto zake. Aliamua kupambana. Alijifunza kazi ya ususi na urembo, akianza hatua kwa hatua mpaka kufanikiwa kufungua saloni yake mwenyewe. Na hapo ndipo safari ya kubadilisha maisha ya wengine ilipoanza. By the time nikizaa, sikuwa na kitu yote, kitu yenye nilikuwa naweza kufanya. Pia nilikuwa na challenge shuleni, kwa sababu sometimes unaweza fukuzwa. Wewe ni yatima, na mamangu aliniacha na figure mother, my grandma, na yeye pia alikuja akafariki. So nakuta napata lot of challenge. Huwezi omba mtu kila kitu. So nilikuja na hiyo idea ya kusomea kazi ya salon, kwa sababu ndo niliona ni skill inaweza nipatia mapato ya haraka. Kwa wasichana wengi waliopitia changamoto za ujauzito wa mapema, Show Saha imekuwa mahala pa kuanza tena maisha. Kupitia mafunzo ya ususi na urembo, wamepata nafasi ya kujitegemea, kujithamini na kuregesha matumaini yao yaliyokuwa yamepotea. Imenisaidia kujikubali mimi mwenyewe. Njiani sikuwa nishajikubali nimekuwa mama. Sikuwahi dhania nitakuwa mzazi katika huo umri mdogo.
amenisaidia kujikubali kwanza, na zile skills amenipea zimenisaidia. Hata nikitoka huko nje nikisunga mtu nywele napata pesa yangu. Watoto kutoka familia zenye changamoto mbalimbali pia wamepata sehemu salama ya kujifunza, kuelewa na kuamini kuwa ndoto zao bado zina nafasi ya kutimia. Mahala ambapo wanapata si elimu ya kazi pekee, bali pia upendo na faraja. Mimi ni mtoto wa single mother. I lost my dad when I was young, 13 years old. Nilivyomaliza tu form 4, nilibaki tu kwa nyumba, nilikuwa sina kitu cha kufanya. But sasa mamangu akaona haizi kuniacha tu hivyo kwa nyumba juu mimi pia ni mtoto wa kike. Na hizi taka tu niharibikie tu huko nyumbani. So akaamua kunitafutia kitu cha kufanya. Juu hapo na pesa kunipeleka college, akaamua kunileta hapa kwa Madam Lynn. Ambao hapa sasa nimejifunza mambo mengi sana. Kuna ujuzi wa kusuka hapa, tunaweza chora. Yaani mambo ni mengi. Mbali na kuwapa vijana ujuzi wa kazi, Shosaha imekuwa nguzo ya malezi, ushauri na mwongozo kwa wale wanaopitia changamoto za kifamilia na kijamii. Ni sehemu inayoinua waliokata tamaa na kuwajengea upya imani ya maisha. Okay, kufika mahali kwenye nimefika hapa kwa Shosaha, ninajifundisha kusonga na at least hii naweza songa lines na still bado naendelea kusoma zaidi. Naam. Leo hii wazazi wengi wanaanza kuona nuru baada ya watoto wao kurejea katika mstari sahihi wa maisha. Vijana waliokuwa wamepoteza matumaini sasa wanaamini tena katika kesho yao. Teddy ni mtoto wangu. Nimeng'ang'ana naye as a single mother, tukipitia juu na chini nikamsomesha. Baada ya kumsomesha, Teddy alijua atapata kazi immediately. Baada ya kumaliza shule, Teddy hakupata kazi. Nikakuja kwa Lynn nikamuongelesha, akaniambia nilete kijana kwake. Akakuja wakaongea, Lynn akampa direction, akamwambia tulia, nitakupatia nafasi. Kupitia Lynn na Shosaha, Teddy ako mzima, depression iliisha, alitumia madawa ya depression ikaisha. Teddy amepona, ako sawa, na mimi nilipona, niko sawa. Vile mnaniona sikukuwa hivi. Nilikuwa nimekonda kwa sababu ya depression ya mtoto wangu. Licha ya changamoto za kifedha na mazingira magumu, Madam Lynn pamoja na timu yake wanaendelea kupigania maisha bora kwa vijana wa Mikindani. Kwao, kila kijana anayebadilika ni ushahidi mkubwa kwa jamii nzima. So Madam Lynn anajaribu kuwasaidia, na unakuta watoto kidogo wakija hapa, kama ni mtu anatafutiwa kazi, anawasaidia. So mimi niko pamoja na yeye kwa kuwatafutia wale vijana, wale pengine wamejikoroga, wameingia kwa midarati, wale wanavuta bangi, wasichana pia wameshika miwa na wamedrop shuleni. Namletea na ama namuita, namwambia njoo uende ongea na mzazi wake umsaidie apate kusaidika, na anawasaidia. Kutoka katika maumivu ya utotoni hadi kuwa mama wa matumaini kwa jamii, safari ya Madam Lynn Obongo ni ushahidi kwamba hata katika giza kubwa mwanga unaweza kuzaliwa. Na kupitia Shosaha Triple Palace Salon and Training, vijana wengi sasa wanaamini kuwa kesho yao inaweza kuwa bora zaidi kuliko jana yao.